Habari wanapai. Ningeomba leo nizungumze mambo machache. Sio mengine bali ni kuhusu sarafu yetu kuu ya pai. Pai ni sarafu ya kidijitali. Sarafu ambayo itakuwa ya kwanza kuleta mabadiliko mazuri na makubwa tangu ulimwengu kuumbwa. Ni sarafu ambayo itakuja kuamua nani awe tajiri na ni nani awe maskini. Ni sarafu ya kipekee sana. Ni sarafu fiche. Sarafu ya siri. Wahusika wake nao pia ni wasiri. Mipango na mikakati yake nayo ni ya siri. Bali uchimbaji wake sio wa siri. Kwa nini? Hii ni kutokana na upatikanaji wake. Pai inachimbwa kwa simu. Yoyote mwenye simu ganja anaweza kuipata pai. Ni tofauti na sarafu zingine kama Bitcoin ambayo huwezi kuichimba kwa simu. Na upatikanaji wake ni wa gharama sana. Sarafu ya pai imekuja kuleta mapinduzi. Imekuja kumfanya maskini kuwa tajiri na tajiri kuwa maskini. Ama labda kwa yule aliyepata elimu ya kuchimba mapema, basi kuwa tajiri. Sarafu hii ni sarafu ya siri. Ni kwa nini tunaiita sarafu ya siri? Pengine inadhaanika ni kutokana na thamani iliyoibeba. Thamani ya sarafu ya pai ni kubwa mno, ambapo imekuwa ikiwapa wasiwasi watu wengi, na pia kupelekea watu wengi kutokuamini uthamani wa sarafu hiyo. Sarafu hii ya pai ni sarafu yenye thamani kubwa mno kuwahi kutokea ulimwenguni. Sarafu ya pai ni fursa ya kipekee mno. Ziko baadhi ya nchi ambazo zimekuwa zikitumia sarafu hiyo kama njia ya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kama vile magari, nyumba na kadhalika. Wako wengine wamekuwa wakihusisha sarafu hii wakidai kwamba labda huenda ikawa ni mpango wa mikakati wa nembo ya 66. Kutokana na thamani iliyobeba pamoja na usiri wake. Sarafu ya pai inaweza ikawa ni mkakati wa mpinga Kristo, ama isiwe ni mkakati wa mpinga Kristo. Majawabu yapo hapa. Nijaribu kukuibia kidogo. Thamani ya sarafu hii kulingana na ukubwa wake itaenda kubeba maana ama kutokubeba maana ya nembo ya mpinga Kristo kulingana na matumizi ya mtumiaji husika. Nadhani inafahamika katika hali ya matumizi ama utumiaji wa kitu ama jambo ndiyo inapelekea katika uhalali wa kutukuza kitu ama kukufuru. Wako watu watakaomiliki sarafu nyingi sana, na ujio wa thamani ya sarafu hiyo itapelekea mpaka wengine kuhisi wanajitosheleza na kusahau kama Mwenyezi Mungu yupo, sababu watakuwa wamemiliki fedha nyingi sana. Na wapo ambao matumizi yao yatakuwa katika kuwasaidia wanyonge, yatima na maskini. Kwa hiyo watu hao watakuwa wamepata thawabu kwa Mungu. Na hapo ndipo tunaposema kwamba matumizi ndiyo yatakayoelezea ya kuwa sarafu hii imelenga kusudio la mpinga Kristo ama haijalenga.
Ndugu wachimba pai, ningependa kuwakumbusha tusiache kuchimba pai na tusiache kusali sana, ili fikra na mawazo yetu yapate kudhihirika katika mema.